Yes, bwana, tumekutana katika session hii. Kwa wakati huu tunakwenda kuangalia vitu kadhaa katika michuano ya CAF. Jambo la kwanza kuhusu ratiba na mustakabali wa hatua ya makundi, kuna fainali za AFCON, lakini jambo la pili tunakwenda kuangalia Simba na Yanga endapo watafanikiwa kuingia katika hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika, wanakwenda kukutana na wapinzani gani? Yes. Sasa tukianza na hili la kwanza la ratiba ilivyo, kwenye Oktoba 18, 19 ndo Ligi ya Mabingwa zitakuwa zikichezwa, na kimsingi Simba na Yanga wote watakuwa ugenini. Simba atakuwa kule Eswatini, yes, kwa maana dhidi ya Nsingizini Hotspurs, na Young Africans watakuwa Lilongwe kule Malawi dhidi ya Silver Strikers. Baada ya hapo wote wawili watarudi nyumbani, alafu baada ya wastani wa juma moja watakuwa wakimalizana na wapinzani wao hao. Matokeo ya jumla, mshindi wa matokeo ya jumla katika kila mechi atakwenda hatua ya makundi moja kwa moja. Sasa hapa katika moja ya session zilizopita hapo nyuma tulizungumzia juu ya nafasi ya timu gani ambazo zinaweza kuingia hatua ya makundi, lakini tukumbuke kwamba ikimalizika hatua hizi za awali, kwa maana mzunguko wa pili wa hatua ya awali ukimalizika, kinachofuata ni hatua ya makundi yenyewe. Sasa ikiingia hatua ya makundi ambayo itaanza mwezi wa 11 tarehe 21 na 22, alafu watakuja kurudiana tarehe 28 na tarehe 29. Maana yake nini? Kwamba mwezi wa 11 ndio muda mwezi wa 11 kwa maana Novemba, tarehe 21 tarehe 22 ndo zinachezwa mechi za kwanza, yani hatua ya makundi, mechi za kwanza zitaanza. Alafu tarehe 28 na 29 zitachezwa mechi za pili, yani hatua ya makundi, mechi ya pili itachezwa hapo. Alafu baada ya hapo ligi itasimama kwa wiki kadhaa kupisha maandalizi ya timu za taifa kuelekea katika fainali za AFCON mataifa ya Afrika, ikiwa ni fainali za 35 ambazo zinatarajiwa kufanyika kule Morocco. Kwa hiyo baada ya hapo zikichezwa mechi mbili tu za makundi, kwa maana mizunguko miwili, watakwenda kuingia katika timu za taifa, kwa maana wachezaji wataingia kwenye timu za taifa wale ambao wataitwa kuelekea katika fainali za AFCON. AFCON itafanyika kuanzia mwezi Disemba. Yes, na kimsingi itaanza Disemba 21. Rasmi ndo AFCON itaanza na itamalizikia mwezi Januari. But ikimalizika AFCON tarehe za Januari 20 plus kule tarehe 20 za Januari, mwezi Januari, kwa maana mwaka 2026, group stage itarudi tena, hatua ya makundi itarudi tena, na hapo inakuwa ndo dirisha dogo la usajili pia ndo linakuwa muda huo ndo linakaribia kufungwa hapo kwenye tarehe hizo. Tafsiri yake ni kwamba timu inawezekana ikawa zinafanya maboresho ya vikosi vyao, kuingiza nyota wapya kwa maeneo ambayo wanaona wanahitaji kuboresha zaidi. Baada ya hapo itaendelea hatua, kwa maana ya group stage itakapomalizika wataingia robo finali, nusu finali mpaka finali. Kwa hiyo huo ni upande wa kwanza wa session hii. Upande wa pili wa shilingi wa session hii ni kuangalia possible opponents, wapinzani wao ambao wanaweza kukutana nao. Lakini so far tunapozungumza wapinzani wao, yani Simba na Yanga, wapinzani ambao wana nafasi kubwa ya kukutana nao ambao tunakwenda kuangalia hapa ni zile klabu 4 za pot ambao watakuwa katika pot A. Yes, zile klabu 4 ambazo ndo giant zaidi watakuwa katika poti nambari 1. Ndo tunaenda kwenda kuangalia hawa wapinzani. Ikumbukwe mpaka sasa hivi tunapozungumza, endapo Simba na Yanga wataingia hatua ya makundi, kuna possibility kubwa ya kuwa katika pot moja. Ili wasiwe kwenye pot moja, labda Al Ahly asiingie makundi, Mamelodi Sundowns asiingie makundi, Esperance de Tunis asiingie makundi, na RS Berkane. Lakini kimsingi hizo timu zote ambazo nimezitaja hapo, hizo 4 zina nafasi asilimia zaidi ya 80 ya kuingia katika hatua ya makundi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, Simba na Yanga watakuwa katika pot hiyo moja wakati wa uchezeshaji draw pale, au pot kwa ajili ya draw, watakuwa katika pot moja ambayo ni pot nambari 2 au pot B kwa msimu huu.
mpaka sasa, kutokana na namba ambazo wako nazo, kutokana na viwango vya ubora ambao vimevikusanya kwa wote hawa. Sasa baada ya hapo nini kinafuata? Zile pots, kila timu inapangiwa kundi lake according to pots ambayo yupo. Yani manake timu za poti moja hazikutani. Na tushie kuzungumza hii kwamba Simba na Yanga wakiwa katika poti moja hawawezi kukutana. Sasa kama hawawezi kukutana, maana yake nini? Maana yake ni kwamba tukianza na Young Africans, tafsiri yake ni kwamba Young Africans ambao wamekwenda na tiketi ya kuwa mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara, wapinzani wao ambao wanakwenda kukutana nao, yani katika ile orodha ya wapinzani wake wanne katika kundi lake, basi yule ambaye atakuwa juu pale, yani wa kwanza kutoka katika pot nambari 1 ni Young Africans, atakutana na katika kundi moja dhidi ya Al Ahly au dhidi ya Mamelodi Sundowns au dhidi ya Esperance de Tunis au dhidi ya RS Berkane. Hizo timu 4 ambazo nimezitaja hapa, no Young Africans mmoja wapo atakutana naye katika kundi lake. Nadhani hapo itakuwa nimeeleweka vizuri. Yes, kwa hivyo katika kundi lenye timu 4, timu 2 ni Young Africans, lakini mmoja lazima atokee katika hizo timu 4 ambazo nimezitaja hapo. Ni majiant wa soka la Afrika hao, ni timu kubwa zaidi hizo. Tukija kwa upande wa pili, kwa maana ya upande wa Simba, na wenyewe pia watakuwa katika kundi lao. Lakini katika kundi lao hilo Simba watakutana na mpinzani mmoja wapo kati ya Al Ahly, ni wale Al Ahly au Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini au Esperance de Tunis au RS Berkane. Kwa hiyo hapo Simba mpinzani wake anatokea hapo. Sasa mashabiki wa Young Africans hapa katika hii pot A, katika hao possible opponents, Al Ahly tayari Young Africans wameshakutana nao kwenye misimu ya hivi karibuni, wamecheza katika kundi moja msimu wa mwaka juzi. Lakini Mamelodi Sundowns wamewahi kukutana katika robo finali wastani wa misimu 3 nyuma, robo finali ya Liga ya Mabingwa Afrika, Yanga alitolewa. Lakini Esperance de Tunis, Young Africans kama wamekutana labda miaka mingi iliyopita huko nyuma, lakini kumbukumbu za miaka hivi karibuni Young Africans haijawahi kukutana na Esperance de Tunis. Lakini pia RS Berkane, Young Africans hawajawahi kukutana na RS Berkane. Hao ndio hawajawahi kukutana nao kabisa, kwa sababu wenyewe ni timu ya miaka hivi karibuni tu hapa. Kwa hivyo hawajawahi kukutana nao kabisa. Sasa wewe unatamani vipi? Unatamani Young Africans akutane na mpinzani ambaye amewahi kukutana naye kwa maana ya Mamelodi au Al Ahly, au unatamani akutane na Esperance au RS Berkane, wawili hao? Mtazamo wako uko vipi? Unaweza kuweka comment hapo kwenye comment section. Unatamani Yanga akutane na nani katika kundi lake katika hao 4 ambao nimewataja hapo? Tukija upande wa pili, kwa upande wa Simba, mwenyewe Simba ameshakutana na Al Ahly mara nyingi zaidi kuliko timu hizi nyingine zote zilizosalia hapo, lakini hawajawahi kukutana na Mamelodi Sundowns. Simba hiyo haijawahi kukutana na Esperance de Tunis ya Tunisia, na Simba imekutana mara kadhaa na RS Berkane, na wenyewe maana yake wapinzani wawili amekutana nao sana, kwa maana ya RS Berkane pamoja na Al Ahly. Lakini hajawahi kukutana na Mamelodi Sundowns, hajawahi kukutana na Esperance de Tunis. Je, mashabiki wa Simba na wenyewe mnatamani kitokee kitu gani? Mkutane na wale wapinzani ambao umekutana nao, au mkutane na wapinzani wapya? Yes, kwa maana ya Mamelodi na Esperance de Tunis. Yes, kwa hiyo mazingira yako hivyo. Lakini je, kwa timu hizi ambazo zipo katika poti A, kwa unavyoona ni timu ambazo timu hizi za Simba na Yanga zinaweza kumaliza top, yani kumzidi mmoja wapo katika hao endapo atakutana naye katika makundi? Basi unaweza kulionyesha comment katika comment section hapo, na ukaelezea kile ambacho unatamani kitokee. But so far tunapozungumza ni hicho, kwamba Simba na Yanga watakutana na mmoja kati ya hao wapinzani 4, kwa maana ya Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis pamoja na RS Berkane kutoka Morocco.
Unatamani kipi kitokee? Basi weka komenti yako hapo, lakini usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.